Hapa mtu amekufa, ni ndugu yangu natoka tumbo moja. Raia wa China Bao Zhangji ambaye ni mkurugenzi wa kiwanda cha Xingli Company Limited kilichopo Mabibo jijini Dar es Salaam amekutwa ameuawa na watu wanaodhaniwa kuwa ni walinzi wa kampuni hiyo maarufu kama Morani wa Kimaasai, kisha kutokomea kusikojulikana wakiwa na begi lenye shilingi milioni 10. Akizungumzia mkasa huo, mdogo wa marehemu Dennis Jerry amesema, hapa mtu amekufa, ni ndugu yangu natoka tumbo moja. Yeye anaendesha kampuni hapa Mabibo, kampuni ya kufanya recycling ya machupa. Hapa tunasajili watu zaidi ya Watanzania 100. Tunasajili kupitia EPZA. Tuna export Marekani, Malaysia, Vietnam, China, duniani mbali. Sasa usalama ni kitu muhimu ya kwanza kuliko watu wote, yani kuliko mambo wote. Yani ukipotea maisha, sasa mambo mengine na samani gani? Sasa na yani mimi na kwanza na kuomba serikali, police na kufollow up, naomba yani serikali na kubolekisha na kuhakikisha yani usalama ya maisha na thamani ya investors. Nimeumiza sana kwa sababu nyuma yetu kuna watu wanatutegemea, familia inatutegemea kulingana na kipato tunachokipata. Ni kipato yani ambacho yani watu wengi sana tumeumia. Kwa hiyo kufika katika ile tukio ndio kabidi tusubie sasa wenyewe usalama wenyewe waje waangalie mwili, waukague mwili, wajue shida nini, maana sisi tulikuwa hajajua labda kajeruhiwa wapi. Ile usalama wamefika ndio wameutoa mwili kweli, na sisi tulikuwepo tunaangalia, ndio wamekuta mkata hapa kichwani hapa mpaka huku, yani hiki hapa kimefunguka chote hiki. Na hapa mguuni hapa. Ina maana alikuwa labda amesimama hivi, walipokata mguu ina maana ukapiga na mguu mwingine wa pili kidogo. Majeraha yake yani kwa kweli tumeumia sana yani. Yani tumeumia sana na waliokuwa nyuma yetu pia wameumia sana, kwa sababu hapa kiwandani wafanyakazi ni wengi wanaomtegemea huyu kiongozi wetu aliouawa kikatili. Najiandaa kuja kazini mida ya saa 1, napokea simu kutoka kwa meneja wangu. Ananieleza kwamba kuna mtu amefika pale mfanyakazi kwa ajili ya kuwasha moto ili production iendelee, amegonga sana geti lakini geti halijafunguliwa. Nikampigia babu mmoja wa Kichina, akapokea simu, nikamwambia babu, fungua geti. Babu akatoka akasema okay, akafungua geti. Alipofungua geti akakutana na watu wako nje, wakaingia ndani. Walivyoingia ndani, wao ambao walikuwa wanagonga akakuta walinzi hawapo. Nikapiga simu polisi. Nikamtaarifu dada mmoja anaitwa Amina, mkuu wa kituo cha traffic. Nikamwambia, dada, umemwona bosi wangu yuko pale polisi? Kwa maana kwamba labda kumetokea kuna taharuki yeye na hao walinzi, maana wote wametoweka, labda wamepelekana polisi. Akanijibu, hapana, hakuna kitu kama hicho, bosi wako hayupo. Okay. Nikarudi tena nyuma, nikampigia tena simu mlinzi wa geti la nyuma lile kubwa kwa Kizenga Investment. Nikamuuliza, umemuona bosi wangu na walinzi wakitoka nje? Yule mlinzi akanijibu kwamba wametoka hapa wa mida ya saa 9, wa Masai wawili wakiwa wameshikana. Nikawauliza, what happened, mbona mnatoka sasa hivi? Wakanijibu kwamba mwenzangu anaumwa sana, so nampeleka hospitali usiku huu, kazidiwa, alikuwa na hawezi hata kutembea kwa alivyokuwa ananielezea. Nikasema okay, nikamwambia bosi haonekani. Baada ya kumwambia hivyo mlinzi akasema hapana, Mchina hajatoka. Rudi, Mchina yuko huko ndani. Nikamwambia jamani, Luka ambaye ni meneja, waambie wafanyakazi waendelee kutafuta huko ndani kila kona. Wakaja wakazunguka katika kusachi, wakaja kufuata mtaro, wakaja kaona damu, ndo akamkuta area ile pale akiwa ameuawa, amelala chini ya mtaro kwenye maji. Kwenda kuangalia ndani kwake, wakakuta kuna begi ambalo inasemekana kwamba alienda kuchukua pesa kidogo kwa ajili ya kufanya shughuli za kiwandani. Lile begi likawa halipo, limeondoka na wale wa Masai. Maana hata mlinzi yule wa nje wa geti kubwa akaprove kwamba wamekuja hapa, lakini wamebeba na begi jeusi, wameondoka nalo.